Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina mimi kamili naitwa Tabu Bakari Zitunga. Mimi nina matatizo ya mjukuu wangu. Mimi nina shida, mjukuu wangu alikwenda Oman kutafuta kazi. Sasa kazi akashinda, ni mgonjwa, akapelekwa ofisini pale yuwateseka, kula kwa shida, yeye mwenyewe ni mgonjwa. Simu ndio hiyo alipokonywa, huyo wapa ikitwaliwa leo yuwapewa kesho nusu saa, alafu simu yatwaliwa, yeye mwenyewe pia yuwapigwa huko ndani. Mjukuu wangu yuwateseka, na kuja nyumbani naambiwa mimi nilipele ofisi ile ambayo mimi nilipe 100,000. Mimi sina uwezo wa 100,000, sijui nitazipata wapi, na ndio maana nikatangaza hii nyumba yangu angalau mpate hiyo pesa nilipie mjukuu wangu. Kwa hivyo mwenzenu, naomba msaada, nisaidie mwenzenu, mjukuu wangu apate kuja nyumbani. Mjukuu wangu majina yake kamili aitwa Mwanamisi Juma Kombo. So guys, iko hivi sasa. Kuna kitu ambayo mimi imenishtua hapa, na kuna kitu ambayo mimi kiubinadamu, kiuhalisia kabisa inashangaza. Sasa nimeweza kukuwekea video hapa ambayo umeweza kuiona ya mama ambaye yalalamika na kutoa machozi kwa kilio ambacho kinataka mtu ambaye atamfuta machozi angalau. Kisa na maana kwamba mjukuu wake yateseka ndani ya nchi ya Oman na ameenda kule kwa minajili ya kazi. Nitaelezea tu kwa ufupi mwanzo kabla hatujafafanua kwa ukubwa. So yeye kilio chake kikubwa ni kwamba mjukuu wake alienda zake nchini Oman kwa minajili ya kutafuta ajira, ama kwa minajili ya kwenda chapa kazi ili aweze kujisaidia, kujikimu maisha yake yeye pamoja na wazazi wake pamoja na familia yake ambayo alikuwa ameiacha nchini Kenya. Na tatizo likampata alipokuwa Oman, ambapo alikuwa na maradhi fulani ambayo yalimsumbua mpaka akashindwa kuendelea kufanya kazi, na kwa sababu ilikuwa ile contract yake alikuwa hajamaliza, ilimlazimu achukuliwe na kuregeshwa ofisini, ile ofisi ambayo ilikuwa imempeleka kule Oman. Lakini tatizo kubwa, baada ya kwamba amepelekwa pale ofisini, yapitia mateso ambayo binadamu yote asingekubali kuyapitia. Na mateso hayo ni ikiwemo kukosa mpaka chakula na kukosa vitu vya msingi ambavyo mwanamke ama mtoto wa kike, msichana, anapaswa kuvipata endapo ameketi bila kazi na hana lolote na hana mtu yote wa kumtegemea. Hivyo basi kitu ambacho peke yake ambacho kipo kwa sasa mezani ni yeye aweze kurudishwa nchini Kenya ili apate matibabu na aishi kwa amani na familia yake. Na kwa sababu wazazi wake hawana fedha yoyote, ama yule ambaye ni guardian wake kama nyanya yake hapa hana pesa yoyote, na kule ameambiwa kiwango cha pesa cha yeye ambacho kinaweza kumfanya mpaka aweze kusafiri kurudi zake nchini hapa ni mpaka atoe 100,000 taslimu, pesa ya nchi ya Kenya. That is 100,000 Kenyan shilling. Akishatoa hiyo, basi msichana huyu ataweza kusafiri kurudi zake nchini Kenya. Lakini vile vile pia uwezo wa wazazi wake ni mchache ama ni mdogo. Imembidi mzazi wake ama imembidi nyanya yake aweze kuuza nyumba ambayo wanaishi, ama nyumba ambayo yeye inampa kipato kwa shilingi 100,000, ili mradi aweze kupata pesa ile na kuituma zake Oman ili mjukuu wake aweze kusaidika na kurudi zake nchini Kenya. Nataka kufikirie hiyo scenario ya kwamba kwa sasa wewe ambaye umekuwa kama kioo cha jamii, ama wewe ambaye unaonekana kama sasa ndio mtu utakuwa msaada, at least usaidie watu wengine. Imekuwa sasa wewe ndio mtu ambaye unafanya watu wengine wakuwe kama mzigo, yani umekuwa mzigo kwa watu wengine. Instead wewe ukuwe kama wewe ndio uwasaidie, lakini sasa wewe ndio umekuwa mzigo, kwa sababu dada yetu huyu ambaye yuko Oman kwa sasa amekuwa mzigo kwa nyanya yake, ambapo nyanya yake mzigo ule umemshinda kutua ambao imembidi auze nyumba ili mradi aweze kusaidia mjukuu wake arudi nyumbani salama salmini, aweze kuendelea na maisha yake ya kawaida hata kama ni uchochole. That's why I always say that siku zote wakati mwingine tunatuka na wazazi wetu tukidhania kwa wazazi wetu wanapenda sana pesa zetu,
ya kwamba endapo tunafanya kazi Uarabuni tunazingatia maokoto in a way that mzazi akikuitisha shilingi 50, 200, unaona kama mzazi anazingatia maokoto yako, hataki kujua afya yako. Lakini nafikiri huu ni mfano bora ambao tumepata, ambapo mzazi kwa sasa ameonyesha yale mapenzi yake kwa mtoto ama kwa mjukuu wake in a way that yuko radhi auze nyumba ili mradi mjukuu wake aweze kurudi nchini. Kwa sababu gani? Hataki mjukuu wake endelee kupata ile mateso na madhaliliko ambayo anayapata nchini Oman. Lakini pia vile vile swali lingine ambalo nitaliweka wazi hapa ni kwa nini, why is it that mzazi apitie mateso mpaka hapa kiwango cha kwamba atafute 100,000 wakati tuna viongozi ambao wanaweza fanya hili jambo. Tuna viongozi ambao wanashikilia wafanyaji kazi nje ya nchi. Wapo viongozi hao ambao 100,000, that is very little money, pesa kidogo sana. 1,100 kwa kiongozi nchini Kenya. Ninavyojua viongozi wanapopiga madili na kupata pesa, wanavyoiba na kupata pesa, yes, wanavyolipwa pesa donge nono, ni pesa kidogo sana kwamba viongozi wanaweza wakafanya na yule mtu akaletwa haraka sana. Licha ya hao kutoa pesa, achana masuala ya kutoa pesa, hata masuala ya kwamba wanaweza ongea naye tu, wakaongea na serikali ya kule, wakaongea na masuala mazima ya ministry ya kule, na huyu mtu akaletwa zake Kenya kwa sababu hana makosa, hajafanya makosa, hajaibia mtu, hajaua mtu, hajafanya kitendo ambacho kinampaswa apelekwe jela, sijui apelekwe wapi na wapi. Ni masuala mazima kwamba yeye ameshindwa na kazi, na sio sababu yake ama sio kupenda kwake, ni kwa sababu ya maradhi ambayo amepatana nayo kule, na sio kupenda kwake kwa sababu before asafiri automatically huyu ni mtu ambaye alienda kwa medical, na kwa sababu alienda kwa medical before asafiri alipatikana kwamba yuko medical fit ama yuko fit medical wise ama health wise, ya kwamba anaweza kufanya kazi ndani ya nchi ya Oman. Sasa unaweza kujiuliza kwa sababu amepata maradhi akiwa yuko kule. Mara nyingi mimi najua most of the contracts ambazo ziko Arabuni, especially nchi kama ya Qatar, endapo utasafiri wakati wewe ni mzima salama salimina, upimwe upate uko mzima na ufike kule pia siku ya 3 ama kabla siku 3 upimwe upatikane uko sawa mpaka uingie kazi. Baada ya kwamba umeingia kazi, endapo utapatana na maradhi yoyote baadaye, ni jukumu la kampuni ama ni jukumu la yule amekuajiri akutibu. Kwa sababu gani? Umepata maradhi yale ukiwa kazini, haujapata maradhi yale ukiwa nyumbani kwenu. So nashangaa mpaka sasa kwamba nchi kama ya Oman, nchi kama ya Uarabuni ya Oman, ambayo tunaamini kwamba imeajiri wafanyakazi wengi kutoka mashariki mwa Afrika hapa ikiwemo Tanzania na Kenya, ni nchi ambayo inaweza kukubali vitu kama hivi vije mpaka vianze kutangazwa kwenye mitandao ya kwamba vinashindwa kumhudumia mwajiri ambaye ameajiriwa ndani ya nchi ya Oman. Mpaka sasa mzazi wake nchini Kenya aweze kuuza nyumba kwa pesa kidogo sana, takriban 100,000, ili mradi aweze kumsaidia mzazi au mtoto wake. Ni jambo la kuhuzunisha sana, ni jambo ambalo limenishtua mimi mwenyewe personal. So nitaweza kuweka namba ya huyu mama hapa, ili mradi yeyote yule ambaye anataka kuwasiliana naye ama yote yule ambaye anadhani ya kwamba anaweza kumsaidia kwa njia moja ama nyingine, ampigie simu, amuulize amefikia wapi, na aone kama anaweza kumsaidia, kwa sababu hiyo pesa ni pesa kidogo sana. 100,000 hizi fanya mtu auze nyumba yake, nyumba ambayo labda anaweza akaiuza kwa milioni, kwa 700,000, 800,000, labda ni nyumba ambayo ina wapangaji, inampa kipato cha kila mwezi. Leo hii aiuze, mwisho wa siku akishaiuza pesa atachukua, si kwamba ile pesa itamsaidia kwa biashara, ni pesa ambayo atatuma zake Oman ili fanywe kama tikiti, yule mtoto kule aregeshwe nchini. Akisharejeshwa nchini waanze tena kuteseka. Jamani, hebu tuwe na huruma. Kama kuna yeyote yule ambaye anadhani message ama ujumbe unaweza kumfikia mtu ambaye ana uwezo wa kufanya jambo hili kwa haraka sana, ili mradi mama huyu apate msaada, mtoto wake arudi nyumbani na waendelee na maisha yao kama kawaida, tafadhali afanye hivyo. Namba ni 0113 830 181. Nitaiweka hapa kila mtu aweze kuiona, ili mradi yule ambaye atakuwa na uwezo wa kufanya ambavyo atafanya mpaka mama huyu apate msaada, basi afanye hivyo haraka upesi sana. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina mimi kamili naitwa Tabu Bakari Zitunga. Mimi nina matatizo ya mjukuu wangu. Mimi nina shida, mjukuu wangu alikwenda Oman kutafuta kazi. Sasa ya kazi akashinda, ni mgonjwa, akapelekwa ofisini.
ofisini pale yuwateseka, kula kwa shida, yeye mwenyewe ni mgonjwa. Simu ndio hiyo alipokonywa, huyo wapa ikitwaliwa leo yuwapewa kesho nusu saa, alafu simu yatwaliwa. Yeye mwenyewe pia yuwapigwa huko ndani. Mjukuu wangu yuwateseka, na kuja nyumbani naambiwa mimi nilipele ofisi ile ambayo mimi nilipe 1,000,000. Mimi sina uwezo wa 1,000,000, sijui nitazipata wapi, na ndio maana nikatangaza hii nyumba yangu angalau mpate hiyo pesa nilipie mjukuu wangu. Kwa hivyo mwenzenu, naomba msaada, mnisaidie mwenzenu, mjukuu wangu apate kuja nyumbani.